Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fedha nyingi sana kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo nchini, lakini pia kutoa fedha nyingi kwenye wizara hii ya madini, lakini kwa kuweza pia kubadilisha taratibu na sheria na tozo mbalimbali kwenye wizara hii ya madini. Mama Samia ameweza kutoa fedha nyingi kwa kuagiza mitambo kwa ajili ya kuchoronga ili kujua wapi pana madini ili kuwasaidia wachimbaji wetu. Mheshimiwa, baada ya pongezi hizo, ninaomba niseme maneno machache yafuatayo. Baada ya kumpongeza Mheshimiwa Rais, ameweza kutoa leseni za uchimbaji kwa wachimbaji wadogo zaidi ya leseni 6227. Hongera sana mama, na mimi kama mchimbaji nimeweza kupata leseni hizo, na mimi nikiwa mmoja wapo kwenye hizo leseni. Mheshimiwa, baada ya pongezi hizo, serikali iliweza kutangaza na kuwakaribisha wawekezaji waweze kuwekeza kwenye utengenezaji ama uchakataji ama kupandisha thamani ya dhahabu ili wanapotaka kuisafisha dhahabu ile iwe imeshapandishwa thamani. Serikali ikatoa maelekezo kwa wawekezaji waje wawekeze, na kweli wawekezaji wetu wamepatikana na wakawekeza. Kuna refinery zaidi ya 8 ambazo zimejengwa nchini, lakini refinery hizi mpaka leo hii hazipati msaada wa kutosha kutoka serikalini. Mfano, kuna mama yetu ambaye ametajwa hapa. Mama huyu anaitwa Mama Masasi, mwenye refinery yake inayoitwa Geita Gold Refinery. Mama yule ameweza kuwekeza kwenye fedha ambazo ameweza kukopa kwenye mikopo kwenye kupitia mabenki. Mama huyu amewekeza pamoja na wengine wote, lakini mpaka leo hii tayari serikali haijawapa sapoti ya kutosha ili waweze kupata manufaa na kurejesha malipo hayo kutoka mabenki. Naomba kuishauri serikali yangu, kwa sababu tulitangaza tunahitaji wawekezaji kwenye upande huo. Sasa kama kuna uwezekano tubadilishe taratibu. Leo hii kuna matani ya dhahabu, makilo ya madhahabu yanapelekwa nje yakiwa ghafi, wakati sisi tuna viwanda ambavyo tuliwaomba waweke viwanda hivyo hapa nchini. Niwaombe Mheshimiwa Waziri, badilisha, ama kama kuna uwezekano leta sheria hizi tuweze kuzirekebisha, tuwasaidia wawekezaji, kwa sababu wamewekeza fedha nyingi. Leo hii dhahabu nyingi zinakwenda nje zikiwa ghafi. Kwa kweli naomba hili swala lije hapa mezani, leta bungeni, tuweze kubadilisha hizo sheria, tuweze kusaidia viwanda hivi. Hawa hawataweza kurejesha bila serikali kuwasaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende upande wa wachimbaji wadogo. Tunaishukuru serikali imeleta mitambo 10 kwa ajili ya kuchoronga. Ninaomba mitambo hii isambazwe kwenye kanda, kwa sababu tuna kanda mbalimbali ambazo zinachimba. Pelekeni hiyo mitambo ili iweze kuwasaidia wachimbaji. Lakini sio hivyo tu, gharama ya uchorongaji ni kubwa. Punguzeni gharama za uchorongaji ili wachimbaji wetu hao wadogo waweze kunufaika. Lakini sio hivyo tu, ninakuomba Mheshimiwa Waziri, hotuba yako imegusa maeneo yote. Yani nilipokuwa nataka kuchangia umepagusa, lakini naomba nikazie kuhusu hao wachimbaji wadogo. Hakikisheni taasisi za fedha zinapunguza masharti na riba ili wawekezaji wadogo waweze kukopeshwa, waweze kuendesha hizo kazi zao na kuweza kupata manufaa, lakini kupandisha pato la taifa. Mheshimiwa Waziri, wakati unaingia kwenye wizara hii, mwenzako ulimkuta aliyetangulia aliweza kukusanya mapato ya taifa 9.3. Wewe leo hii umefikia 10.1. Mimi kama mchimbaji nasema bado haitoshi. Tuwezesheni wachimbaji wadogo. Wizara hii na uwezo wa kuchangia pato la taifa hata zaidi ya 20%. Wekezeni fedha nyingi kwenye upande wa kuwasaidia wachimbaji wadogo. Leo hii wachimbaji wadogo anaenda kuchimba mzamo mmoja kwa siku 3 siku 4 anatumia zaidi ya shilingi 35,000. Lakini mtakapowekeza nyinyi na kupunguza gharama za uchorongaji na kuhakikisha kwamba hapa mchimbaji wetu anachimba atakuwa amepata dhahabu, lakini mtakapoweka uchorongaji wenu mkaweka gharama ya shilingi 50,000, itakuwa mmewasaidia hawa ambao wanatumia nguvu kubwa na fedha zao kwa kutumia ramli. Leo hii wachimbaji walio wengi
mmetoa leseni zaidi ya 6227, lakini kwenye leseni hizo utakuta mnanufaika na kupandisha ili pato la taifa kwa 10.1%, labda ni leseni 200 au 300. Leseni zingine zote wachimbaji wadogo hawanufaiki. Nashukuru sana umesema unaleta ndege nyuki, sio ndege ile ya kumulika na kujua kwamba hapa kuna miamba, na kuomba ulifanye hilo haraka sana ili kuwasaidia hao wachimbaji wetu wadogo waweze kupandisha pato la taifa. Mheshimiwa, baada ya kuyasema haya, mimi kwa kweli leo nilikuwa sina mchango mkubwa sana. Baada ya kuisoma hotuba yako, umenigusa maeneo yote. Hapa nilikuwa na kazia tu. Kwa hiyo ninakuomba leta hiyo sheria mezani, tuhakikishe kwamba tunaibadilisha hiyo sheria ya watu waache kupeleka dhahabu ghafi nje. Kwanza zisafishwe hapa nchini ndio ziende nje. Tuwasaidie hawa ambao wameweza kukopa fedha zao nyingi kwa ajili ya kufanyaje kujenga hizi refinery. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuweza kuchangia hotuba hii. Naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Hussein Nasor Amal, nakushukuru sana kwa mchango wako.